Neema inayofungulia nguvu za Roho Mtakatifu au nguvu za Mungu ili kuzaa kitu cha Mungu kwenye maisha yako. Neema inayofungulia nguvu za Mungu ili kuzaa kitu cha Mungu kwenye maisha yako. Na nitazungumza vitu vichache, alafu nitakuwa namaliza. Soma Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya kwanza. Kama una Biblia, fungua Biblia yako. Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya kwanza, mstari wa 26 mpaka mstari wa 38. Maandiko yanasema, mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tena tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake, yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Haleluya! Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Tunazungumza juu ya neema, lakini neema inayofungulia mlango wa nguvu za Roho Mtakatifu kuwa juu yako au ndani yako, ili uweze kuzaa kitu cha Mungu, ili uweze kuzaa maisha ya kiungu. Nguvu za Roho Mtakatifu kuwa juu yako. Kwa hiyo hii ni neema ya namna gani? Na naomba unisikilize kwa muda mchache sana ambao nitakuwa nao. Habari nilizokusomea hapa ni habari za mwanamke anaitwa Mariamu. Alikuwa juu lolote linaloendelea kwenye maisha yake. Alichokuwa anajua ni kwamba mimi nimechumbiwa, mimi nimeposwa na Yusufu, lakini hakujua nini kitatokea. Kama ambavyo watu wengi hapa nikiwauliza leo, nikiwaambia hebu niambieni miezi 4 ijayo, au niambieni juu ya mwaka ujao, au niambieni juu ya miezi 2 ijayo, nini kitatokea kwenye maisha yenu? Si wengi wanaweza kusema, na yamkini karibia wote tunaweza tusijue ni nini kitatokea. Kama vile ambavyo Mariamu hakujua, alikuwa ameketi tu nyumbani kwake. Alafu maandiko yanasema ghafla, ilikuwa ni mwezi wa 6, malaika Gabriel aliyetumwa na Mungu
kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Tena Biblia inasema kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, mchumba wa mtu huyu wa mbali ya Daudi. Na jina la bikira huyo Biblia inataja ni Mariamu. Yule malaika aliyetumwa na Mungu akaingia kwa huyu binti, na alikuwa hajazaa mtoto, na alikuwa hajawahi kutana na mchumba wake, hajawahi kutana na mwanaume yoyote. Maandiko yanasema malaika alipoingia, kitu cha kwanza aliongea, anasema hivi, alimsalimia kwa salamu ambayo ilimtisha Mariamu. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyepewa neema. Mariamu alikuwa hajui kinachoendelea, lakini maandiko yanasema alikuwa amepewa neema. Ndiyo maana salamu inaanza kwa kusema salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Biblia inasema naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Hakuongea mdomoni, aliwaza moyoni. Hakuongea mdomoni, aliwaza moyoni. Hakuongea mdomoni, aliwaza moyoni. Wakati anawaza moyoni, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umepata neema kwa Mungu. Lile neno neema linarudia tena, limepatikana kwenye salamu, lakini linarudia tena anapoambiwa usiogope, kwa sababu umepata neema kwa Mungu. Alafu akamwambia, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Sasa angalia, baada ya kumwambia umejaa neema, maandiko yanaonyesha kwamba huyu bikira atazaa mtoto. Atazaa mtoto na anapewa na jina. Lakini maandiko yanasema bikira huyu akauliza, inawezekaneje jambo hili? Mimi sijui mume. Lakini Biblia inasema ndipo malaika alimwambia, Roho Mtakatifu atakuja, utapata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Alafu anasema na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Sio tu Roho Mtakatifu atakujilia, lakini nguvu zake zitakufunika. Swali langu, kwa nini Roho Mtakatifu amjilie na nguvu zake zimfunike? Unagundua kujiliwa na Roho Mtakatifu na kufunikwa na nguvu zake ilikuwa ni kwa sababu ya kile anachotakiwa kukizaa kwenye maisha yake. Ilikuwa ni kwa sababu ya kile anachotakiwa kukizaa kwenye maisha yake. Na ukisoma maandiko, ni mlango gani ambao ulimpa haki Mariamu ya kupokea huyu Roho Mtakatifu na nguvu za aliye juu kumfunika? Unagundua ni neema. Hebu sema neema. Hebu sema tena neema. Hebu sema tena neema. Unagundua ni neema. Kumbe neema inaweza ikafungua mlango wa mtu kupokea Roho wa Mungu na kufunikwa na nguvu za Mungu kwa ajili ya kitu cha kimungu kusaliwa. Kwa lugha nyingine tunajifunza, Mungu anapotaka kuzaa kitu, akilete duniani kitu cha kwake, moja ya kitu anafanya, lazima akupe neema kwanza. Haleluya, watu wa Mungu. Narudia tena, nasema lazima akupe nini? Neema. Na kazi ya ile neema ni kukufungulia mlango wa Roho wa Mungu kuja
na nguvu zake kukufunika. Sasa unisikilize mtu wa Mungu, neema huwa inatangulia kabla ya wajibu, wito au kazi. Unaweza ukasema, Mungu niinue, Mungu nataka kukutumikia, Mungu nataka huduma yangu iwe juu. Nisikilize leo, usiku wa leo, usije ukasahau hata siku moja. Neema huwa inatangulia kabla ya wajibu, kabla ya jukumu, kabla ya kazi. Ndio maana kazi yoyote, iwe ya Mungu au kazi yoyote unaopenda kuifanya hapa duniani, kama neema isipotangulia, hiyo kazi itakutesa na kukusumbua sana. Na kuna wakati utahisi kama vile Mungu hajaruhusu ufanye hicho, kwa sababu chochote cha Mungu anachotaka ukifanye duniani hauwezi kukifanya kwa nguvu zako, unahitaji nguvu zake. Na ndio maana neema huwa inatangulia. Kwa mfano, hujaolewa, Mungu anakupa wajibu, unatakiwa kuwa na ndoa yako, unatakiwa kuwa na mume wako, unatakiwa kuwa na mke wako, ili ndoa yako iwe ndoa yenye baraka. Moja ya kitu kinachotangulia ni neema. Kwa hiyo ukiikosa neema, umekosa uwezesho wa kukufungulia mlango wa nguvu za Roho Mtakatifu kuja kukusaidia kwenye eneo ambalo Mungu alitakiwa kusaidie uzae cha kwake. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Neema huwa inatangulia kabla ya wajibu. Neema inatangulia kabla ya kazi. Neema inatangulia kabla ya kufanya chochote. Ndiyo maana narudia tena kwa mzigo upate kunisikiliza. Unahitaji Mungu akufanikishe. Unahitaji Mungu akufanye kuwa baraka hapa duniani. Kabla ya hicho unachokihitaji, unahitaji neema yake. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Narudia tena, kabla ya hicho unachokihitaji, unahitaji neema yake. Kwa sababu hata wewe kama umeokoka, kama ni mtu wa Mungu, wewe ni matokeo ya neema. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Si unafahamu hilo? Waefeso 2:8 inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Maana yake wewe ni matokeo ya neema. Wewe ni matokeo ya neema. Kama wewe ni matokeo ya neema, na chochote kwenye maisha yako unachotaka Mungu akufanyie, lazima kibebwe na neema. Haleluya watu wa Mungu. Kama unanielewa, hebu sema amina. Kama unanielewa, hebu sema amina. Nasema hivi, wewe ni matokeo ya neema. Chochote unachotaka Mungu akutendee, kama wewe ni matokeo ya neema, maana yake lazima kibebwe na neema. Neema ikikosekana, huwezi kwenda kokote. Narudia tena kwa mzigo, ili jambo nalisikia moyoni. Nasema hivi, wewe ni matokeo ya neema. Na kama wewe ni matokeo ya neema, usije ukajaribu kujipambania kwenye maisha yako. Jifunze kumuomba Mungu neema itakayo kufungulia mlango wa Roho Mtakatifu kuja kukuwezesha kuzaa kitu cha kimungu. Unataka kuzaa kitu cha kimungu kwenye maisha yako, kwenye ujana wako, kwenye umama wako, kwenye utumishi wako, kwenye kipawa ambacho Mungu amekupa. Jifunze kuomba neema ya Mungu inakao kuwezesha kufungulia mlango wa nguvu za Mungu kukujilia. Ndio maana Mariamu asingeweza kuzaa Yesu bila neema. Neema ndio iliyotangulia. Ndio maana malaika anasema umepata neema kwa Mungu.
Kabla Mariamu hajapewa wajibu wa kumzaa Yesu, alipewa neema kwanza. Kabla Mariamu hajafunikwa na nguvu za Mungu, alipewa neema kwanza. Kabla Mariamu hajabeba agizo, hajalipokea neno la kumzaa Yesu, alipewa neema kwanza. Kabla hujasema Mungu niinue niwe mhubiri wa kimataifa, Mungu atakupa neema kwanza. Kabla Mungu hajakupa upako, Mungu atakupa neema kwanza. Kabla Mungu hajakufanya kuwa mfanyabiashara anayetembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu hapa duniani, akiwa amefanikiwa kibiashara, kiuchumi, biashara za kimataifa, Mungu atakupa neema kwanza, kwa kuwa pasipo neema haipo nguvu ya kukuwezesha. Kama unanielewa sema amina. Vitu vinavyotoka kwa Mungu hatuvipokei kwa sababu tuna haki navyo, tunavipokea kwa sababu ya neema. Hebu sema neema. Angalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8. Neema inatangulia kabla ya wajibu, wito au kazi. Lakini pia neema inakupa nafasi ya kuanza kushirikishwa mawazo ya Mungu na mpango wake wa wakati huo. Neema inakupa nafasi ya kuanza kushirikishwa mawazo ya Mungu na mpango wake wa wakati huo. Kwa lugha nyingine, neema inamwezesha mtu kubeba wajibu. Ndio maana usijaribu kubeba wajibu kama huna neema ya kubeba wajibu unaotaka kubeba. You can die, unaweza kufa, utaugua vidonda vya tumbo, utapata pressure. Vitu vya Mungu havizaliwi kwa nguvu za kibinadamu, vinazaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana unahitaji neema ya kufungulia mlango kwenye maeneo ya uchumi, kwenye maeneo ya kihuduma, kwenye maeneo ya kifamilia, kwenye maeneo yote. Una kipawa kizuri sawa, but you need grace. Unahitaji neema. Unaweza kuwa na elimu nzuri lakini unahitaji neema. Unaweza kuwa binti mzuri but you need grace. Unahitaji neema. Pasipo neema uzuri wako haukupeleki kokote. Unanisikia nachosema? Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Nataka nikusomea habari za huyu mzee anaitwa Nuhu. Kabla ya wajibu, neema inatangulia. Na inakufundisha ili usije ukasahau. Kila wakati unapopokea wazo jipya la kimungu ndani yako, usikimbilie kulitekeleza kabla ya kuomba neema ya Mungu. Naomba neema ya Mungu inayofungulia nguvu za Mungu za kukuwezesha kubeba hilo wazo. Kwa sababu neema ikikosekana, you can die. Na kuhakikishia, unaweza kufika mahali ukavurugika kabisa, ukahisi kama Mungu ni katili, lakini Mungu sio katili. Haleluya, watu wa Mungu. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8, maandiko yanasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata nini? Neema machoni pa Bwana. Angalia mstari wa 13. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyofanya. Alafu akaanza kumpa maelekezo pale chini. Mwalimu, unataka kuongea nini? Angalia mstari wa 8, mstari wa 7, Mungu anaongea namna ambavyo wanadamu wamejiharibia njia hapa duniani. Mstari wa 7, Mungu anazungumza, anasema, nitamfutilia mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu alikuwa amekasirika
Lakini Biblia inasema lakini Nuhu, sema lakini Nuhu. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kabla ya kupewa maelekezo, kabla ya kupewa wajibu wa kufanya, Mungu ilibidi ampe neema kwanza Nuhu. Baada ya kumpa neema, ndipo Mungu anamwambia Nuhu afanye kitu gani. Anamwambia tengeneza safina. Anatengenezaje safina wakati hata chuo cha VETA kwenda? Anatengenezaje safina wakati hata musti hakuwahi kwenda kusoma? Uinjinia kautoa wapi? Katoa wapi uwezo wa kutengeneza safina? Unawezaje kutengeneza meli hata kusoma hujaenda shule? Anawezaje? Lakini kwa kuwa Mungu alimpa neema, neema ikafungulia uwezo wa kumwezesha ndani yake. Ndio maana unaona anapewa maelekezo, anafanikiwa kwa sababu Mungu amempa neema. Ndio maana mnisikilize nyinyi watu wa Mungu, mambo mengi tunayoyaona ni magumu, sio magumu kama unavyofikiri. Yanakuwa magumu kwa sababu kuna uwezesho wa kuyafanya hayo mambo tumeukosa. Kila jambo unaloliona gumu kwenye maisha yako sio gumu unavyofikiri. Ukipewa neema ya kufungulia uwezo wa kimungu, ukipewa neema ya kupokea Roho wa Bwana akaachilia nguvu ya uwezesho kwenye unachokifanya, mambo hayo wengine wanaoyaona magumu kwako yatakuwa mepesi katika jina la Yesu. Yale mambo ambayo wengine wanasema yanawezekaneje, kwako yatawezekana. Kitachofanya yawezekane ni neema ambayo Mungu amekupa. Unajua habari za Paulo? Paulo anasemaje kwenye Wakorinto wa kwanza 15? Paulo anasemaje? Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 9 hadi wa 10. Paulo anasemaje? Na kuonyesha juu ya neema inavyofungulia uwezo, inavyofungulia nguvu ya kuzaa vitu vya kimungu. Paulo anasemaje? Nimekuonyesha Nuhu alipata neema mbele za Mungu kabla ya kutengeneza safina. Angalia Paulo anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliuzi kanisa la Mungu. Lakini mstari wa 10 anasema, lakini kwa neema ya Mungu, sema kwa neema ya Mungu. Paulo anasema kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema mimi sikustahili kuitwa mitume, na anatoa sababu. Kwa nini? Kwa sababu naliliuzi kanisa la Mungu. Alafu anasema lakini neema ya Mungu imenifanya kuwa hivi nilivyo. Neema ya Mungu inaweza kumfinyanga mtu, inaweza kukufanya wewe kuwa vile Mungu anataka. Neema ya Mungu inaweza kukutoa kwenye unyonge na kuwa mtu jasiri. Neema ya Mungu inaweza kukutoa kwenye umaskini na kukuweka juu. Neema ya Mungu inaweza kukutoa kwenye kudharauliwa na kuwa mtu wa kuheshimiwa. Neema ya Mungu inaweza kubadilisha chochote unachokiona kigumu kwenye maisha yako kikawa chepesi. Ndiyo maana maandiko yanasema kwamba Paulo anakiri neema ndiyo iliyonifanya hivi. Alafu jambo la pili anasema, na nilizidi kufanya kazi kuliko wao wote. Anasema sio mimi, bali ni neema pamoja nami. Kwa lugha nyingine, neema ilifungulia mlango wa uwezesho ili nikifanye kile Mungu aliweka ndani yangu. Ukiona kuna kitu Mungu ameweka ndani alafu unapata shida kukifanya, cha kwanza, either neema imepungua, au neema ni ndogo, au neema haipo kukuwezesha. Neema ikiwepo hautakwama katika jina la Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, nasema neema ya Mungu ikiwepo itafungulia nguvu za roho katika jina la Yesu.
Kwenye eneo lolote lile ambalo unaona ni gumu kwenye mkesha huu, nisikilize, huu ni mkesha wa uamsho. Eneo lolote ambalo unaona ni zito, eneo lolote ambalo unaona umekwama, eneo lolote ambalo unasema sijui itakuwaje, eneo lolote ambalo unasema hivi na mimi naweza kumuona Mungu, sikiliza, unachohitaji ni neema ya Mungu peke yake. Hiyo neema itakuwezesha, hiyo neema itakufungulia mlango wa kupokea nguvu za aliye juu, na hizo nguvu zitakuja juu yako kwa ajili ya kukuwezesha. Kabla hujapokea wajibu, kabla hujapokea kazi, unahitaji neema ya Mungu. Kabla hujainuliwa juu, unahitaji neema ya Mungu, kwa sababu kuinuliwa kwako juu kutakuwa na vita, kutakuwa na masumbufu, kutakuwa na mangaiko, lakini neema ya Mungu ikiwepo, ni Mungu yuko pamoja na wewe. Na ndio maana nakuombea usiku wa leo na kutamkia usiku wa leo, wewe ambaye umekuja kwenye mkesha huu na umesikiliza hili neno la Bwana, na umekaa kwenye kiti ukapata nafasi ya kusikiliza, umekuwepo hapa ukiimba, umekuwepo hapa ukimsifu Mungu, umekuwepo hapa umetoa muda wako. Wengine wamelala, wewe hujakubali kulala, umekuja hapa ili ukutane na Mungu aliye hai. Na ninakutamkia katika jina la Yesu aliyeziumba mbingu na nchi, kwamba ile neema inayoachiliaga uwezesho kwa watu wa Mungu, hiyo neema isikupite na wewe katika jina la Yesu. Unapokucha kesho asubuhi, kutakapofika asubuhi, acha Bwana achilie neema kwenye maisha yako itakayoleta uwezesho, itakayoleta nguvu za aliye juu, ili kila kitu ambacho kilikuwa kiendi kianze kwenda kwa wepesi kwenye maisha yako. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Yule Mungu anayeketi katikati yetu na anakaa ndani yetu, ambaye aliwajalia watumishi wengi neema na akawapa nguvu ya kuwawezesha kufanya vitu vya kimungu kuwa dhahiri kwenye maisha yao, huyo Mungu akujalie na wewe neema. Upokee hiyo neema katika jina la Yesu, na akupe ile nguvu ya kuzaa vitu vya Mungu kwenye maisha yako. Kuanzia leo usizae vitu vilivyopooza. Kuanzia leo usizae vitu vilivyoharibika. Kuanzia leo usizae vitu vilivyo vinyonge. Kuanzia leo usizae vitu vilivyo dhaifu. Kuanzia leo, popote unapopita ambapo kibali chako hakikuonekana, kwa sababu ya neema itokayo kwa Mungu aliye hai, roho ya neema iwe juu yako na ukawe na kibali popote unapopita. Ninatamka tena, kuanzia leo, maeneo ya maisha yako yaliyokosa kibali, umekuwa ukimuomba Mungu akusaidie na kuwezeshe. Kama vile Mungu aliyekuumba na kukupa neema hii ya kuwepo kwenye mkesha huu, akujalie neema itakayofunua kibali cha kukubalika katikati ya watu ambao ni nguzo katika mji unaotokea, katika kanisa unalotokea, mahali unapoishi, katika vitu unavyovifanya. Mungu akuinulie watu kwa neema yake, watakaofanyishika mkono wa shirika, watakaokupa msaada wa kusogea mbele katika jina la Yesu. Kama unaelewa sema amina. Simama kwa miguu yako. Nataka tuombe sasa. Na usiku wa leo ni maombi yangu kwa Mungu, uwe usiku ambao kuna mtu atapokea neema ya kumwezesha kwenye maisha yake, avuke mahali ambapo alifikiri asingeweza kuvuka. Mungu akakufanyie mlango ambao hata adui zako hawakuwahi kutarajia kama ungepata huo mlango. Mungu akakuinue kwa namna ambayo hata akili zako zitakuwa zinashaka kwamba yamewezekaneje mambo haya, yamewezekaneje. Lakini kumbe ni kwa sababu ya Roho wa Mungu na nguvu za aliye juu zitakazokufunika kwa neema yake.
Na ninamwamini Mungu usiku wa leo katika jina la Yesu. Ikiwa utafungua moyo wako mbele za Bwana, iko nguvu ya neema inayokujilia, na utumishi wako na mafuta ambayo Roho Mtakatifu ameweka juu yako hayatabaki pale pale. Yako maongezeko ya upako kwenye maisha yako, yako maongezeko ya mafuta ya Roho Mtakatifu, yako maongezeko ya nguvu za aliye juu. Na hizo nguvu zitakazokuja kwenye maisha yako ni kwa ajili ya kukuinua, kwa ajili ya kukuwezesha wewe kuzaa kitu cha Mungu, kwa ajili ya kukupeleka kwenye hatima yako, kama ambavyo Roho wa Bwana alimpeleka Daudi kwenye hatima yake, kumtoa machungani mpaka kwenda kukaa kwenye kiti cha ufalme. Ilibidi amuunganishe na mfalme Sauli angali hai, ili akae karibu na mazingira ya kihatima. Nguvu ya Mungu inapokuja juu yako, huwa inakuloketi, huwa inakusimika, inakupeleka mahali ambapo ni sahihi kwa ajili ya hatima yako. Inakuondoa mahali ambapo uliketishwa na kukuweka mahali ambapo ni sahihi. Na hii ni nguvu inayoletwa na neema ya Mungu. Na mimi ni maombi yangu usiku wa leo, nguvu hii ije kwako na ikakuweke mahali sahihi pa hatima yako, ikakupeleke kwenye njia ya kihatima, ikakufikishe mahali ambapo usingeweza kufika kwa nguvu zako, ikakuinue na kukupeleka hapo, si kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Roho Mtakatifu anayewachukuaga watoto wake akawapeleka mahali ambapo wanadamu wasingewafikisha, mahali ambapo marafiki wasingewafikisha, mahali ambapo wazazi wasingekufikisha, mahali ambapo ndugu wasingekufikisha, mahali ambapo watu wanaotoa msaada hawawezi kukufikisha. Huyo Roho wa Bwana anawapelekaga watu hapo, anawafikisha mahali ambapo hata wale waliowajua zamani wanasema, inawezekaneje haya mambo? Inawezekaneje mtu kubadilika? Inawezekaneje mtu kupona? Inawezekaneje mtu kuinuliwa? Hawajui saa hiyo neema imeingia kazini, na Roho wa Bwana anaitumia hiyo neema ili kumuinua huyo mtu, ili kumsaidia huyo mtu, ili kumpeleka kwenye hatima yake. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Paza sauti yako, sema: E Mungu ria hai, asante kwa neno lako. Asante kwa usiku wa leo, usiku wa mkesha. Umenipa neema ya kuwepo leo. Ninakutukuza peke yako. Nimesikia neno lako Bwana. Unayajua maisha yangu yote, ya silini na ya wazi. Unajua maeneo niliyoshindwa, unajua maeneo niliyoshinda, unajua maeneo ninayoyashinda, na unajua maeneo ninayoshindwa. Usiku wa leo nimeinua mikono yangu, ishara ya kusalenda, ishara ya kunyenyekea sawa sawa na neno lako. Nahitaji rehema zako, nahitaji rehema zako, nahitaji neema yako. Ninaomba unirehemu, ninaomba unihurumie, na kuhitaji wewe peke yako usiku wa leo, katika jina la Yesu. Unipe neema yako ya kiwango kingine kwenye maisha yangu, ile neema Bwana inayofunguliaga nguvu zako na msaada wa Roho wako kwenye maisha ya watoto wako. Hiyo ndio neema ninaiomba, inayoweza kunifinyanga na kuyatengeneza maisha yangu ya kiroho, maisha yangu ya kiuchumi, maisha yangu ya kifamilia. Ile neema iliyomfinyanga Paulo, ninaiomba na mimi ipate kufinyanga maisha yangu,
iyatengeneze maisha yangu ili yawe vile utakavyo. Usiku wa leo, Bwana, ninafungua moyo wangu. Niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari kupokea, Bwana, hicho kiwango kingine cha neema, ile neema isidio, ile neema ya pekee, ile neema inayoleta upekee kwenye maisha ya watoto wako. Niko tayari Bwana kupokea hiyo neema ya kunitofautisha, ya kunitofautisha kwenye kila eneo la maisha yangu, ile neema iliyomtofautisha Mariamu na wasichana wengine, ile neema iliyomtofautisha Paulo na mitume wengine. Ninaiomba hiyo neema ya kunitofautisha, ninaiomba hiyo neema inayofungulia nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu. Usiku wa leo ninafungua moyo wangu. Achilia hiyo neema, Bwana, achilia na hiyo nguvu, Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, usiku wa leo ninaiomba hiyo neema ya kuninyenyua, ya kuniinua, ya kunitengeneza ili niwe yule ambaye ulimkusudia aonekane kwenye ulimwengu huu. Katika jina la Yesu ninaomba hiyo neema inayofungulia nguvu ya kuzaa vitu vya Mungu kwenye maisha yangu, ile neema yenye kufufua vipawa vilivyokufa, ile neema yenye kufunua vipawa vilivyofunikwa. Bwana, ninaomba hiyo neema yenye kurejesha vipawa, yenye kurejesha karama, yenye kurejesha nguvu, yenye kurejesha uwezo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba hiyo neema yenye kufungulia nguvu ya kufunua vipawa vilivyofichwa ndani yangu, vilivyozuiliwa ndani yangu, vile vipawa vilivyofunikwa ambavyo havionekani. Ninaomba hiyo neema ya kunisaidia, ninaomba hiyo neema ya kunisaidia, ninaomba hiyo neema ya kufunua uwezo uliofichwa ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana. Usimwangalie jirani yako. Huu ni usiku, huu ni usiku. Kuna siri ya kuomba saa kama hizi. Funua kinywa chako mbele za Bwana. Ukiweza kumlilia, mlilie Bwana. Ukiweza kumlilia, mlilie Bwana. Mwambie Bwana, ninaomba neema. Saa imefika, saa imefika. Ninahitaji neema yako. Usimwangalie jirani yako. Mwambie Bwana, nisaidie. Mwambie Bwana, nahitaji neema yako. Ile neema ya kunifinyanga, ile neema ya kunitengeneza, ile neema ya kuniinua, ile neema ya kufungulia nguvu zako, ili nianze kuzaa vitu vya Mungu kwenye maisha yangu. Ninahitaji hiyo neema yako. Omba, mtu wa Mungu, fungua kinywa chako. Omba mbele za Bwana. Wako wapi vijana? Wako wapi wanaume? Wako wapi wanawake wanaoomba? Wako wapi watumishi wa Bwana wanaosema nahitaji kiwango kingine cha neema ili niweze kubeba mambo ya kiroho, ili niweze kuzaa vitu vya Bwana? Wako wapi wanaomba, wanaosema hii ndiyo saa nilisubiria, ili vipawa ambavyo vilifunikwa ndani yangu vipate kufunuliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mandorobo sandarapakora basaya. Omba mbele za Bwana,
kukushinda. Usikubali mwili wako kukushinda. Hii ni saa ya kuomba. 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 Hiyo neema inayobadilishaga familia za watu na iwe juu yako sasa, na iwe juu yako sasa, na iwe juu yako sasa, katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea huo uwezo, pokea hiyo nguvu, pokea huo uwezo, pokea hiyo nguvu, pokea huo uwezo. Mandoriandarabasa risandarapako-rabasaya rindoriandarapako-rabasia, katika jina la Yesu aliye hai. Ni nani ajuaye Bwana amekuleta kwenye mkesha huu ili kuyainua maisha yako, ili kuyatengeneza maisha yako, ili akurudishe kwenye njia yake. Kandorobosa mandarabashandarabakora rimandarabasaya rindorobosanaya rikandarabakorabasa rikondorobosa rimandarabasandarabakораbasia rikondarabasaka rikondarabasia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wengine mmesafiri umbali mrefu, Bwana amekuleta hapa. Ikawe siku ya kukumbukwa, uwe mkesha wa kukumbukwa kwako. Ile neema inaonyanyua maisha ya watu na iwe juu yako, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Usiache kuomba. Fungua kinywa chako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kandorobosa, 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 rabashanda rabakora, rimanda rabasa, rindorianda rabakora basia,